Praise the Lord. Mimi ni Apostle Francis, ninakukaribisha katika podcast yangu. Neno la Mungu linasema maneno haya ni roho tena ni uzima. Tunaposikiliza maneno ya Mungu tunapokea roho yake na tunapokea maisha yake ya umilele. Mungu anakusudia kupitia maneno yake tubadilishwe kutoka katika utukufu wa kibinadamu na kuingia katika utukufu wa uungu wake. Jumbe wangu leo ni kuwekwa wakfu. Karibu katika mfululizo wa somo letu zuri la kuwekwa wakfu. Maana kuwekwa wakfu au divine ordination ni tendo la kimungu au la kiroho la Mungu kumuita au kumchagua au kumtenga mtu kwa ajili yake, kumtia mafuta na kumpa mamlaka na kumtuma akatimize kusudi lake duniani mahali popote alipo. Kumbuka hili neno, mahali popote alipomweka Mungu. Yes. Hii sio sherehe ya kidini au ya kanisani ya kuwekewa mikono na viongozi tu, bali ni uteuzi wa mbinguni unaotoka kwa Mungu mwenyewe. So first ordination ni God's ordination, not man's ordination. Kwa hiyo ni tendo la kiroho zaidi kuliko tendo la umati. Ni tendo la kiroho kuliko tendo la jukwaa. So jambo ambalo ni la watu wanaona nini, wanashangilia. Hapana, jambo ambalo mbingu zinakushuhudia kwanza. Yes. So lakini pia ni tukio binafsi kuliko tukio la hadhara. Mtu ambaye Mungu amekuweka kuwa mtu fulani, unapaswa ujitambue wewe kabla ya watu kukutambua na kukusemea. Soma katika kitabu cha Kutoka 19 kuanzia mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Kisoma pia Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema sisi ametufanya kuwa ukuhani wa kifalme. Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 2 inasema mtakuwa watakatifu kama Mungu wenu alivyo mtakatifu. You see that? Sasa haya maneno mtakatifu, haya maneno mtakuwa ufalme wa makuhani, manake Mungu ana ordain kwa kuita ama ana ordain kwa kuwatenga. Soma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 3 na wa 2. Biblia inasema walipokuwa katika kuomba, Roho Mtakatifu akasema nitengeeni Barnaba na Sauli, maana wananifaa kwa kazi ile niliyowaitia. Soma Yohana 15 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema sio ninyi mlionichagua, bali mimi ndio niliye wachagua. Yeremia sura ile ya kwanza na mstari ule wa 5. Neno Mungu linasema ya kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Galatia sura ya kwanza na ule mstari wa 15. Galatia 1:15. Neno Mungu linasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. So namba moja, kuwekwa wakfu ni kuitwa, to be called. Mungu umuita mtu kwa kusudi maalum. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 30. Warumi 8 mstari wa 30. Neno la Mungu linasema na wale aliowachagua tangu asili au akawaita, na wale aliowaita au akawahesabia haki, na wale aliohesabia haki hao akawatukuza. So wito wa kimungu ni kuwekwa wakfu, ni kutengwa na Mungu kwa ajili ya kusudi lake. 2 ni kuchaguliwa, to be chosen. Yohana 15 tumesoma na ule mstari wa 16 kama umeona pale. Mungu anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali
ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari ule wa 11, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. So sisi tumechaguliwa na Mungu kwa mapenzi yake, sio kwa mapenzi yetu. Ndio maana usimlazimishe Mungu akuelewe ile unachotaka, muelewe Mungu kila anachotaka. Namba 3, kutengwa kwa utakatifu, consecration. Mungu mweka wakfu mtu kwa ajili yake. Yeremia 1:5 soma anamwambia alimweka Yeremia kuwa nabii wa mataifa. So ordination ya Yeremia kabla hajazaliwa na Hilkia au hajazaliwa kwa familia yake, mbingu zilimtambua kama kama nabii. Lakini tunaona kabla ya hapo Yeremia alizaliwa kwenye familia ya kikuhani, kwa hiyo alijulikana kwamba atakuja kuwa kuhani, ila Mungu akamwambia mimi nimekuweka uwe nabii wa mataifa. Namba 5, kutumwa, commission or to be sent. Biblia inasema katika Mathayo 28 mstari kuanzia 19, Yesu akasema enendeni. Nasoma akawatuma, manake aliwaagiza kutekeleza utume au kuwa mabalozi, kuwa watu ambao wanamwakilisha Kristo katika kutekeleza makusudi yake duniani. Biblia inasema katika Mathayo 22:14, waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. So haya maneno kwa Kiebrania wekwa wakfu, mashak manake ni kutiwa mafuta, to be anointed. Watu walikuwa wanatiwa mafuta, manake katika hali ya kibinadamu, lakini kiroho tiwa mafuta manake ni roho wa Mungu anakuwa juu yako kwa ajili ya kukuwezesha kufanya utumishi fulani au kusudi fulani. Inaweza ikawa ukuhani, falme, unabii au biashara au jambo lolote. Ili kadash ni kutengwa au kutakaswa kwa ajili ya Mungu. Tengwa au kutakaswa kwa ajili ya Mungu. Maliyad ni kutia mafuta kwa ajili ya ukuhani, unabii, ufalme. Soma kwenye Kutoka 28:41. Lakini kwa Kigiriki au kwa Kiyunani kuna maneno yafuatayo yanatumika kuweka wakfu. Moja ni krio kama ya Christ, ila inakuwa krio ambayo ni anoint. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo 10 mstari wa 38, vile Mungu alivyomtia mafuta au alivyomtenga Kristo kwa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Unaona, afu kuna apostelo ni kutuma. Aposto ni mtu aliyetumwa, mtume ni mtu aliyetumwa kuwa mjumbe wa Injili au kuwa mjumbe au balozi wa Kristo. So wa Kristo tumetumwa maapostelo. Nabii la 3 ni kaleo. Kaleo ni neno ambalo linapatikana katika neno eklesia, ile kaleo. Kaleo ni watu walioitwa au mtu aliyeitwa, called one. So now sisi ni wewe au mimi ni mpakwa mafuta mwenye upako. You are Christ. Wewe ni mpakwa mafuta mwenye upako kwa ajili ya nini? Kazi fulani. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ili niwahubiri maskini habari. Kuna kazi ambayo umeitiwa. Kila upako una kazi yake. Hatutumii upako kwa sababu tunao. Upako una kazi yake. So Mungu hajakupa hiyo nafasi uwe useless, lazima uwe useful kwenye ufalme wake. Namba 2, sisi ni wajumbe, mabalozi na watumishi tuliotumwa kumwakilisha Yesu. 1, kueneza ufalme wake kupitia kuhubiri Injili. 2,
kueneza maisha yake, kupitia matendo yetu na maisha yetu ya kila siku. 3 ni watu walioitwa au waliotengwa, waliotakaswa kuwa ufalme, ukuhani, mabalozi na mwili wa Kristo. Hizo kanisa sio tu taasisi ambayo inafanya ibada zake Jumapili. No, kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni ubalozi. Kanisa ni ukuhani. Yes. So lazima ujue mwito wako ni upi, ili ujue mipaka yako na ujue nguvu yako iko wapi, kwa sababu usipoelewa ordination yako huwezi kuelewa mamlaka yako, mandate yako. Aina 16 za kuwekwa wakfu. Leo nataka nikutajie aina 16 za kuwekwa wakfu, then takapokuja katika sehemu ya pili na ya tatu, na yani nitaendelea kuchambua aina moja moja. Aina ya kwanza ni kuwekwa wakfu kwa wokovu. Katika wokovu tunawekwa wakfu kupitia wokovu. Hii ni kukaribishwa kwenye familia ya Mungu. Waefeso sura ya 1 na mstari wa 4 na wa 5. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu tusiwe na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. So katika wokovu sisi tunaingizwa kwenye familia ya watoto wa Mungu. Tunajua neno Mungu anasema bali waliompokea walifanyika, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Anasema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hatujaokoka tu kutoka mautini na kuja uzimani, bali tumehamishwa, utambulisho wetu sisi ni wana wa Mungu. Namba 2, uwana. Kuwekwa wakfu ni kuwekwa kuwa mwana wa Mungu. Neno Mungu anasema kile cha Mwanzo sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 15, asema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka bustanini ili ailime na kuitunza. Akamweka bustanini. Manake Mungu anapotutoa katika ule uwana wa kuasi, anatuleta na tunakuwa wana wa kiroho wa Mungu. Na si hivyo tu, Biblia inasema katika Yohana 1:12 aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. So it is a spiritual ordinance ambayo inamfanya mtu kuwa mwana wa Mungu. Sio kila mtu ni mwana wa Mungu. Kuna mwana damu, kuna mwana kitu fulani, alafu kuna mwana wa Mungu. Maanake tumezaliwa kwa neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 1 na mstari ule wa 23 kama sikosei, kwa kuwa amezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu ya haribikayo, bali kwa ile sio haribika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. So ndani yetu tuna mbegu ya uzima wa milele kupitia neno la Mungu. Namba 3 ni kuwekwa wakfu katika utakatifu. Holiness, kadosh, ni kutengwa kwa utukufu wa Mungu. Biblia inasema katika Petro wa kwanza sura ile ya 1 mstari wa 10 na 15, Biblia inasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Utakatifu sio kujitahidi kutokutenda dhambi, no. Au mtakatifu wa kutokutenda dhambi, sababu Biblia inasema asili yetu tuliozaliwa nayo, sio tulioumbwa nayo. Asili yetu tuliozaliwa nayo, Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. So utakatifu ni hali ya kuishi katika utukufu wa Mungu ambao ni una tabia ya kutokuwa na dhambi ndani yake. So unapoishi maisha ya dhambi unapoteza utukufu wa Mungu. Namba 4 ni ubatizo. Ubatizo unamaanisha ni kuzikwa kwa maisha ya kale
na kufunuliwa kwa maisha mapya ya Kristo aliyefufuka. Kristo aliyefufuka. Ubatizo ni kuzikwa kwa maisha ya kale ambayo tunasema kwamba ni maisha ya kale na kuishi maisha yaliyofufuka. You see that? So watu wengi wanaishi maisha ya kale. Biblia inasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nini ambacho Mungu anakitaka? Mungu anataka kutuwekea uhai wake. Anataka kutufanya tuwe viumbe vipya. Ndio maana ya maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. So hii ni shauku ya Mungu katika kutuokoa na katika kutufanya tuwe watoto wake. Mungu shauku yake kubwa ni kufanya nini? Ni kuua maisha ya kale na kutupa mwenendo mpya katika Kristo Yesu. So wewe sio tu kiumbe hai, wewe sio tu nafsi ya mtu anayepumua. Hapana, wewe ni Kristo anaishi ndani yako, na ni Kristo aliyekufa akafuka akapaa kwenda juu mbinguni. So Yesu anataka kuona tukiishi maisha yaliyofufuliwa, maisha yaliyofufuliwa yasiyo na chachu ndani yake, maisha ya kweli, maisha ya moyo safi na maisha matakatifu. Namba 5 ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni arabuni yetu, ni adhama. Yeye ndo ambaye anatupa muhuri, anatupa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, uwezo wa kuwa mashahidi na uwezo wa kuyaishi maisha ya uungu duniani. It is impossible to live the Christian life or to live holy life. Ni ngumu kuishi maisha ya kimungu bila Roho wa Mungu ndani yetu. Biblia inasema na Roho wa Mungu aliaye Aba ndani yetu. Mahali pengine Biblia inasema Roho Mtakatifu mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu kwa sisi ni watoto wa Mungu. So namba 6 ni ukuhani. Ukuhani. Muamini ameitwa kumtumikia Mungu, kumtumikia Mungu au kumwabudu Mungu. The life of a believer is a life of sacrifice. Ni maisha ya kujitoa siku zote. Kwa nini ujioni kwamba hilo ni jukumu lako? Kwa nini ufalme wa Mungu unapata aibu na wewe upo? Ni kwa sababu wewe ujijui kama ni kuhani. Yes, kuhani alikuwa hatangulizi watu, alikuwa anatangulia yeye, kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu, anaombea wengine, anapatanisha watu wengine. Kwa nini uone umuhimu wa watu wengine kuokoka, watu wengine kuja kanisani? Kwa sababu haujioni kama kuhani. Mbingu hazikuangaliwe kama tu mtu ambaye umeokoka unakuja tu kanisani kutimiza wajibu. Hapana, mbingu zinakuhesabu wewe kama kuhani. Hadi wengi wameachia ukuhani kwa wachungaji. Wao wamejiweka bize na utafutaji wa maisha ya kila siku. Mungu anakuhesabu wewe kama kuhani na sio mtu ili mradi yeyote. So Biblia sema katika kitabu kile cha Ufunuo, nadhani Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 5 na 6, Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema mstari wa 6, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Tukufu na ukuu una Mungu hata milele na milele. Ila eneo ulilopo wewe ni kuhani wa Mungu, jijue hivyo. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 nadhani kama sikosei, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe ukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa kamnunulia Mungu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Unakuwa kuhani, watu ambao wanaaminiwa kumiliki, wanaaminiwa kutiisha na kuamrisha na kuzalisha vitu vya kimungu, ni makuhani. Namba 7 ni wanafunzi, discipleship. Kujifunza kabla ya utumishi, kabla ya hatima
ambayo Mungu amekuandalia hapa duniani. So learn, Biblia inasema wanafunzi unamwandaa muamini kuwa na fanano au wa utimilifu wa utukufu wa Kristo. Soma wa Korinto wa pili kama sikosei ni sura ya 3 mstari wa 18, na lakini sisi zote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. So maana ya wanafunzi sio kutufanya tuwe watu fulani hivi duni, bali ni kutuleta katika kukaa kwenye neno ili tuweze kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Namba nane ni uwakili, stewardship. Uwakili. Sisi tumeteuliwa na kuaminiwa na Mungu ili tuweze kuwa wasimamizi au watunzaji wa rasilimali za Mungu kwenye ufalme wake. Kwenye Luka 16 mstari wa 10, Luka 16 mstari wa 10 anasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, naye aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa. Mungu anataka kuona uaminifu wako ukiwa katika kila jambo analokubariki. Kabla hujaomba baraka kubwa, anataka kuona unasimamia vizuri hiyo kibaraka unayoiona ndogo. Mtu na tuhesabu hivi kuwa ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inapohitajiwa katika mawakili, ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Wewe ni wakili wa Mungu kwenye ndoa. Wewe ni wakili wa Mungu kwenye hiyo ndoa yako, ni mume au mke. Usijihesabu tu kama kichwa cha familia. Be a servant to God. Kuwa mtumishi wa Mungu katika kuhakikisha hiyo ndoa inamletea Mungu matunda, inaleta utukufu na sio kuleta aibu. So be a steward. Baraka ya fedha ambayo Mungu amekupa, Biblia inasema akamweka bustani ya elimu na kuitunza. Andiko mengine yanasema autunzae mtini atakula matunda yake. So uwakili wetu katika ndoa ni kutunza ndoa, Kwa hiyo unaposhindwa kutunza ndoa utakula matunda yake. Matunda ni thawabu, matunda ni malipo, matunda ni baraka. So uwakili wako ndo unaamua ndoa yako izalee nini. Ndoa yako inaweza ikazaa ukatili kwa sababu ya uwakili wako. Ndoa yako inaweza ikazaa baraka kwa sababu ya uwakili wako. Mungu alisha ordain wawili wawe mmoja. So maana yake ndoa ile tunaofunga kanisani haimaanishi kwamba ndo inakuwa ndoa takatifu. Ndoa ni takatifu kwa sababu ya God's ordinance, kutangaza mume na mke wataoana kwa namna hii. Kwa mkifuata zile kanuni za Mungu ndo ndoa inakuwa takatifu. Haianzi tu kuwa madhabahuni kutamkwa pale. Kuna watu wanafunga ndoa ni wazinzi, kuna watu wanafunga ndoa siri wanaijua wao. So namba 9, vipawa vya kiroho, karama. Tumewekwa wakfu na Roho Mtakatifu, naye anatugawia vipawa. Soma wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari nadhani wa 7. Yes, anasema lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Umeona? Umepewa karama za Roho Mtakatifu ili kujenga mwili wa Kristo, moja, kumtukuza Mungu, mbili, na kufaidiana sisi kwa sisi. Biblia inasema mmoja wa Roho upewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa pendavyo roho ye yule, mwingine imani katika roho ye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho ye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Sema lakini kazi zote uzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Warumi sura ya 12 mstari kuanzia ule wa 6. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tuwe unabii kwa kadiri ya imani; ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha katika kufundisha kwake; mwenye kuonya katika kuonya kwake; mwenye kukirimu sema kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii
mwenye kurehemu kwa furaha. So iwe ni huduma, tumishi wowote unaofanya, hakikisha unaufanya katika utii wa Roho Mtakatifu. Tambua sio kitu ambacho ni cha kwako. Roho Mtakatifu amekupa kwa ajili ya kumtukuza Kristo. Lakini kuwekwa wakfu, namba 10 ni ibada. Ibada, tumeumbwa ili tumwabudu Mungu, tumeumbwa ili tumtumikie Mungu. Watu wengi wanashindwa kutoa maana ya ibada. Ibada ni jambo lolote unalolifanya mbele za Mungu, jambo lolote unalolifanya mbele za Mungu. So ninatamani kusema na maisha ya mtu mmoja, kwamba tumeumbwa ili tumwabudu Mungu kwa kila tunachokifanya. Mungu anataka ibada yake. Namba 11, ushirika na Mungu. Tumeitwa tuwe na ushirika na Mungu wa kudumu. Mungu anataka kuwa karibu na watu wake. Yesu anataka tutembee naye, tukae naye, kwa sababu Biblia inasema katika yetu naishi na kwenda na kuwa na uhai wetu. Yesu anataka uhai wetu uwe ndani yake, na Yesu anataka identity, utambulisho wake uwe ndani yetu. Kwa mtu akituona sisi ashindwe kutofautisha na Kristo. Kama yeye alivyo, na sisi ndivyo tuwe. Watumishi wa Mungu zamani, baba zetu walitembea na Mungu, ndio maana walifurika utukufu wa Mungu. Kiwa na ushirika na Mungu unajaa utukufu wake. 12, kuzaa matunda. Yes, hii ni baraka ambayo Mungu aliitoa zamani sana, mzae na kuongezeka. Yes, Biblia inasema katika Yohana 15:16, zae matunda yakae. Umeona, tumechaguliwa ili kuzaa matunda yanayo kwenye eneo lolote lile unalokuwepo. Hauna udhuru. Kuongezeka ni baraka ya Mungu. Kuongezeka sio matakwa binafsi. Upoona tuongezeki, lazima urudi kwenye kanuni. Acha kujiendea tu, acha kujilazimishia vitu. Mungu anataka tuongezeke. Namba 13, mamlaka ya kiroho. Yes, mamlaka juu ya nguvu za adui kupitia Kristo Yesu. Yesu Kristo ametuordain tuwe na mamlaka. Biblia inasema nitalijenga kanisa langu ambao milango ya kuzimu haitalishinda. Mungu ametuordain kwa nguvu zake tuwe na mamlaka juu ya mapepo, juu ya nguvu za giza, juu ya kila roho za kipepo. Ametuordain, ametupa mamlaka. You see that? So Mungu ametuita katika ule uungu wake ili tuweze kuwa juu ya. Biblia inasema umemvika taji ya utukufu na heshima. You see that? Umemvika taji ya utukufu. So Mungu alipotuita sisi, ametuita katika mamlaka yake ya ufalme ili tuwe juu ya falme zote, tuwe juu ya mamlaka, tuwe juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Tafuta kujua mamlaka yako, your mandate. What is your mandate? Mungu hawezi kukuweka eneo kawa kama kikaragosi. Mungu akikuita kwenye upako, amekuita kwenye utume, unakuwa na upako fulani. Akikuita kwenye biashara, anakupa mamlaka, mandate. Namba 14, ubalozi. Yes, sisi kazi yetu ni kumwakilisha Yesu ulimwenguni kote. Tumeitwa kumwakilisha Kristo na sio kitu kingine. Kitabu cha Wakorinto wa pili, bila shaka neno la Mungu linasemaje? Inasema katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 20 ya kwamba basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. You see, sisi ni wajumbe wa upatanishi. We are ambassadors of peace. Sisi ni wajumbe wa amani duniani kote. Sio wajumbe kwa ajili ya serikali, ni wajumbe wa amani kwa ajili ya Mungu. Tunapatanisha dunia na Mungu. Namba 15, vita ya kiroho. Tumewezeshwa nguvu na mamlaka ili tusimame, ili kuzipinga
kazi za shetani. Dunia imejaa uharibifu kwa sababu Wakristo hawasimami kwenye nafasi yao, wababa hawakai kwenye nafasi yao, kanisa halifundishwi namna ya kusimama kwenye mamlaka ambayo wamepewa, wamama vile vile. Biblia inasema Waefeso sura ile ya 6 na ule mstari kuanzia wa 10 mpaka wa 18 kama sikosei, neno la Mungu linasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu pate kuweza kuzipinga ila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali imejifunga kweli viunoni, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu ya utayari atuupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi kisali kila wakati katika Roho, kikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu. Lazima uzijue silaha za vita zetu ni zipi. Soma Waefeso 6:10 mpaka 18 kila siku, itafakari hayo maneno. Kwa nini alisema tuvae ngao ya imani? Kwa nini alisema tuvae chepeo ya wokovu? Kwa nini alisema tufanye kitu gani? Kwa ajili ya kuhakikisha sisi ndio walinzi wa familia zetu, dunia yetu. Wewe ni mlinzi mahali ulipo. Kwa maana yake attack zinapokuja haziji tu kwa ajili yako, zinakuja kwa ajili ya bosi wako. Bosi wako akihamishwa wakati hujatimiza kusudi lililokupeleka hapo, ni hasara kwa ufalme wa Mungu. Namba 16 ni kuwekwa wakfu katika umilele, utukufu wa umilele. Warumi 8:30 Biblia inasema na hao aliowaita aliwatukuza. You see that? Warumi 8 mstari wa 30, neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema na wale aliohesabia haki yao akawatukuza. Kusudi la Mungu ni kumbadilisha mwamini awe na sura ya Kristo. Utukufu wa Mungu kawe kwenye maisha yako. Biblia umemvika taji ya utukufu na heshima. Nasema tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu ili wakatawale. Hauwezi kutawala bila utukufu. Hauwezi. Utaishia maisha ya chini, maisha ya kutumwa na kutumiwa kama una utukufu. Utukufu wa Mungu ni uzito ule, heshima ya Mungu ni utukufu. Utukufu wa Mungu ni uwepo wa Mungu. Ile unapokuwepo mahali popote watu wakahisi ni kama Mungu yupo. Safari ya mwamini inaanziaga kwenye neema ya wokovu na inamalizia kwenye utukufu. Hata kwenye kufa kwetu, uzee wetu unatakiwa ujae utukufu, usijae manunguniko na aibu. Kitabu cha Hagai 2:8-9 zao utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Mahali popote ambapo utukufu wa Mungu upo, kuna maongezeko, kuna amani, kuna utulivu, kuna uwezesho wa kimungu mahali ambapo utukufu wa Mungu upo. Pendo wangu, kuwekwa wakfu sio kupata cheo cha huduma 5. Ni Mungu kukutambua, kukutenga, kukuwezesha kwa nguvu zake ili utimize kusudi lake. Mbinguni kuwekwa wakfu huanza kwa wito wa Mungu, kuthibitishwa na maisha ya utakatifu, kuwezeshwa na Roho Mtakatifu na kukamilishwa na kwa uaminifu katika kutii mapenzi ya Mungu, kisha utaona utukufu. Kitabu kile cha Wafilipi kimebeba hizi kanuni zote ambazo nimekuambia. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka 11. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu,
naye akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya hana utukufu, akatoa namna ya kuwa ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Hebu mshukuru Mungu kwa kukuweka wakfu na kukutakasa na kukutenga, ili duniani usiishi kama mnyama, bali uishi kama mfalme. Muombe Mungu akutakase kwa Roho wake Mtakatifu na kwa moto, ili uweze kuliishi na kulitimiza kusudi lake la kuumbwa kwako. Mwambie Mungu akupe kuzaa matunda yanayodumu. Siku ya mwisho kazi yako inapoonyeshwa na kupimwa, isionekane inaungua kwenye moto. Mwambie Mungu akuondolee kila kikwazo kinachozuia mamlaka ya kimungu kudhihirika kwenye maisha yako. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Tumejifunza na kuna mahali ambapo tumetolewa, na kuna mahali bila shaka unatupeleka watoto wako. Tunatamani kukaa katika mamlaka ya Kristo, tukuwakilishe duniani kama ambavyo wewe Bwana unatuwakilisha mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa neema yako, yote yaliyofundishwa yatakaa ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.